Bima Pub, urahisi wa maisha. Wakati huo raia waliovamia walikuwa wanapora mali zangu binafsi mbele ya macho yangu. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linapenda kutoa ufafanuzi wa picha mjongeo inayoonekana kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ya April 20 mwaka 2025 ikimwonyesha mwanamke aitwaye Sylvia Vlaskap, mkazi wa Moshi, mmiliki mwenza wa kampuni ya Vaso Agro Ventures, akilalamika kunyanyaswa kikatili na askari wa kampuni binafsi pamoja na kufungiwa ndani ya nyumba yake na kuibiwa vitu vyake. Ukweli wa taarifa hii ni kwamba Oktoba 25 mwaka jana majira ya saa 7 mchana, mtu aitwaye Alphonsius Nijenhus ambaye ni mume wa Sylvia Vlaskap, mkazi wa kijiji cha Dakau, Kibosho, Mholanzi, mkurugenzi wa kampuni ya Vaso Agro Ventures, aliripoti kituo cha polisi Moshi Kati kushambuliwa, kuibiwa vitu vyenye thamani ya $1,144,145, pesa taslim za Kitanzania $120,000, $9,900, pamoja na kuuliwa mifugo yake na mtu aitwaye wakili Kestapo na wenzake. Jeshi la polisi baada ya kupata taarifa hiyo lilifika eneo la tukio na kuwakamata watu 15 ambao ni askari wa kampuni ya ulinzi ya MX5 Security na meneja wao na kuwafikisha kituo cha polisi kwa mahojiano. Katika uchunguzi wa tukio hilo, jeshi la polisi lilibaini kuwa Bwana Alphonsius Nijenhus na Adrian Johannes, mmiliki wa kampuni ya Mapato BV, wote ni raia wa Uholanzi, walikuwa ni marafiki. Waliingia ubia wa kampuni itwayo Vaso Agro Ventures inayojihusisha na uzalishaji wa maua hapa Tanzania, maeneo ya Kibosho, wilaya ya Moshi, ambapo Adrian Johannes alikopesha kampuni hiyo kiasi cha euro milioni 1.2 kwa mkataba wa kwamba pesa hiyo irejeshwe ndani ya mwaka mmoja kuanzia Machi mwaka 2020 hadi Machi mwaka 2021. Lakini wamiliki wenza wa kampuni hiyo ya Vaso Ventures Limited ambao ni Alphonsius Nijenhus na mke wake aitwaye Sylvia Vlaskap walishindwa kurejesha fedha hizo kwa mkataba ulivyotaka. Hivyo mmiliki wa kampuni ya Mapato BV Bwana Adrian Johannes alifungua shauri la madai namba 03/2023 mwezi Machi mwaka 2023 Mahakama Kuu Kanda ya Moshi kuomba kufungwa kwa kampuni ya Vaso Agro Ventures kwa sababu inadaiwa deni kubwa. Shauri hilo la madai lilisikilizwa hadi Februari 22 mwaka jana na maamuzi kutolewa ya kufungwa na kufilisiwa kampuni ya Vaso Agro Ventures, ambapo wakili Kestapo aliteuliwa na mahakama kuwa mfilisi wa kampuni hiyo kuanzia tarehe ya amri hiyo. Oktoba 25 mwaka jana saa 7 mchana, mfilisi aliteuliwa na mahakama akiongozana na askari wa kampuni ya ulinzi ya MX5 Security, mtendaji wa kijiji cha Dakau. Pamoja walifika kwenye nyumba ya kampuni ya Vaso Agro Ventures alipokuwa anaishi mkurugenzi huyo, kisha kuanza kutoa vitu ndani ya nyumba hiyo na kuviweka nje, akiwepo Bwana Alphonsius Nijenhus na mke wake anayeonekana kwenye picha mjongeo akilalamika, wakiwa wanashuhudia, ambapo wao wenyewe walitafuta usafiri na walipakia mali zao kupeleka mkoani Arusha, eneo la maji ya chai kwa mtoto wao. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro lilimhoji mlalamikaji anaonekana katika picha mjongeo Bi Sylvia Vlaskap na mume wake Alphonsius Nijenhus kuhusu malalamiko yake ya kudhalilishwa pamoja na kupata maelezo ya mashahidi wengine kwa ajili ya hatua zingine kwa mujibu wa sheria. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia Bima Pub kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia Bima Pub kwa kupiga *150*51 au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pub kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pub, urahisi wa maisha.